Ndele Mwaselela kama mimi, kiacha uniki wangu. Ipo minong'ono ilikuwa inaendelea, zipo tetesi zilikuwa zinaendelea. Huyu bwana akachukua fomu, huyu bwana atachukua fomu. Nafikiri mpaka jana kwenye zile orodha ambazo mtazipata jina langu halitakuwepo popote, kwa sababu kupanga ni kuchagua. Kila mtu kwenye maisha yake ana vipaumbele vyake. Mimi Ndele Mwaselela, kipaumbele changu kwa sasa ni kutumikia nafasi yangu ya uneki. Kipaumbele changu ni kutumikia wananchi wa Tanzania kwa nafasi nilionayo, kuwatumikia kwa namna ya vipawa nilivyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Mkumbuke huko nyuma nilianza kama mdau wa maendeleo, na udau haufi. Ukishakuwa mdau manake unaendelea. Hakuna sehemu ambako chama kikikupa cheo basi kinaondoa ile dhamira ya kusaidia watu. Ni waombe wananchi wa mkoa wa Mbeya, wala ambao wanasikia tetezi, kwamba kazi ambazo nafanya na nitaendelea kufanya zipo za chama, lakini zipo kazi za wito. Kazi za wito ni hizo ambazo mlinipa jina la mdau wa maendeleo, kwamba unachukua bajeti kwenye maisha yako, unaangalia mahitaji ya jamii, makundi mbalimbali. Wewe kama mtu wa ibada unawiwa kufanya kazi zile kwa namna ambavyo unaweza. Kwa hiyo haihusiani na vyeo, hizo kazi havihusiani na vyeo. Inawezekana hivi vyeo tumevipata baada ya kujitolea kwenye jamii. Kwa hiyo ni waombe wanajamii wa mkoa wa Mbeya na Tanzania, Ndele Mwaselela atabaki kuwa yule yule mdau wa maendeleo. Mlichomuongezea hapa ni cheo cha ujumbe wa halmashauri kuu ya taifa. Sina mgongo wa mtu yoyote, na bazuri mimi najitegemea kwa akili, fikra, uwezo, mawazo, kiuchumi, yote najitegemea. Kwa hiyo huna pa kuingilia mimi popote pale. Kwa hiyo kila mtu acheze nafasi yake huko. Kwa hiyo asije akatokea mtu akasema ametumwa na mtu yoyote. Na kila pili, hakuna kiongozi wa chama, nazungumza sasa kama kiongozi wa chama mkoa, hakuna kiongozi wa chama ngazi ya taifa, ngazi ya mkoa, wala kamati yoyote iliyomtuma yoyote kugombea. Hayupo. Na kazia lugha ya mwenyekiti wa taifa alisema hivi, Mheshimiwa Rais, mwenyekiti wetu wa taifa alisema hivi, sijamtuma mtu yote, uwanja uwe sawa. Ninawashukuru kwa niaba yenu wote. Pili, ameniambia niwape ujumbe mzito. Moja, tarehe 29 Oktoba tuna kazi moja tu ya kutokeza, sema kutokeza kupiga kura. Wangapi watajitokeza nione hapa? Ipo minong'ono, zipo tetesi zilikuwa zinaendelea. Huyu bwana akachukua fomu, huyu bwana atachukua fomu. Nafikiri mpaka jana kwenye zile orodha ambazo mtazipata jina langu halitakuwepo popote, kwa sababu kupanga ni kuchagua. Kila mtu kwenye maisha yake ana vipaumbele vyake. Mimi Ndele Mwaselela, kipaumbele changu ni kutumikia wananchi wa Tanzania kwa nafasi nilionayo, kuwatumikia kwa namna ya vipawa nilivyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Mkumbuke huko nyuma nilianza kama mdau wa maendeleo, na udau haufi. Hakuna sehemu ambako chama kikikupa cheo basi kinaondoa ile dhamira ya kusaidia watu. Ni waombe wananchi wa mkoa wa Mbeya, wala ambao wanasikia tetezi, kwamba kazi ambazo nafanya na nitaendelea kufanya zipo za chama, lakini zipo kazi za wito. Kazi za wito ni hizo ambazo mlinipa jina la mdau wa maendeleo, kwamba unachukua bajeti kwenye maisha yako. Haihusiani na vyeo, hizo kazi havihusiani na vyeo. Inawezekana hivi vyeo tumevipata baada ya kujitolea kwenye jamii. Ndele Mwaselela atabaki kuwa yule yule mdau wa maendeleo.
mlichomwongezea hapa ni cheo cha ujumbe wa halmashauri kuu ya taifa, ambacho CCM kwa heshima ya jamii na wana CCM, na si ajabu walisikiza jamii wakanipa hiki cheo, na kwa kupitia sauti ya Mungu. Hivi vyeo havijatokana na mimi, vimetokana kwanza na sauti ya watu. Sauti ya watu wamekuja wakaibua mtu, walivyoibua mtu akajaribu nafasi akapata cheo. Kwa hiyo hii kazi ambayo nilianza nitaendelea nayo. Hivi karibuni nitatangaza programu mpya kwa ajili ya kuwasaidia wajane, mama ntilie, wanafunzi, na nitawasomea ni namna gani nilivyoboresha, kwa sababu sasa